Karibu sana. Hii ni sehemu ya pili ya kanda hii, sehemu ambayo ni muhimu sana, sehemu ambayo watu wengi sana wanaingojea kwa hamu na upendo mwingi sana. Sehemu hii ndio inafunua kuhusu barua kali ambayo tayari imetumwa kwa mataifa yote ya ulimwengu, na pia kuhusu mkutano uliofanyika katika nchi ya Kenya hapa Nairobi, ambao mkutano huo ulipitisha sheria 16. Lakini kabla ya tuingie kwa hiyo sehemu ambayo inafunua pia hata kubadilishwa kwa Biblia, wacha kwanza tupate haya machache kabla tufike hapo. Karibu na Mungu aendelee kukubariki. La kwanza, je, una habari ya kwamba nchi ya Kenya inarekodi visa vya uvunjaji wa sheria 35,000 katika kipindi cha nusu mwaka peke yake? Je, una habari ya kwamba Biblia inafunua wazi ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa kumejaa maovu mengi sana? Soma Timotheo wa pili sura ya 3 katika fungu la 1 mpaka fungu la 5. Katika nchi ya Kenya, visa ambavyo vimepanda sana vya uvunjaji wa sheria ni visa vya unajisi. Je, nchi ya Kenya inarekodi visa ngapi vya unajisi? Tega sikio, siri ya wokovu ifunue hili. Asante na karibu. Katika kipindi cha miezi 6 peke yake, nchi ya Kenya inarekodi visa zaidi ya 750 vya unajisi. Mbona vinakuwa vingi namna hii? Tega sikio ili upate kuelewa kwa nini visa hivyo vinaongezeka sana katika nchi ya Kenya. 1. Mavazi ambayo yanavaliwa katika muda na wakati huu ni yale ambayo yanaamsha shetani, mpaka inakuwa ya kwamba matendo mabaya kama hayo yanatendwa kwa binadamu wenzetu. Mavazi gani hayo? Miniskirt ni mavazi ambayo yanasababisha huo uvunjaji wa hiyo sheria. Kwa hivyo wakina mama wenyewe ndio wanaojitafutia shinda na taabu hiyo. Wakivaa miniskirt, jua ya kwamba wamejipeleka hatarini wao wenyewe. 2. Tight dress, ukivaa nguo ambayo inakubana mwili wako mpaka mwili wako unaonekana jinsi ulivyo, jua ya kwamba wewe mwenyewe umejiingiza katika huo mtego, na hivi karibuni utakuwa unalia na unaomboleza. Usisahau magonjwa ni mengi sana ambayo yameongezeka. 3. Ni kuvaa nguo ambazo zinaitwa transparent, yaani mavazi ambayo ukimwangalia mtu utamuona kama amevaa karatasi ya nylon. Haya ndiyo yanayosababisha huo usharati ambao umejaa katika ulimwengu wetu kwa jumla. Ndugu na rafiki yangu, je, wewe umenaswa katika huo mtego? Bibi yako amenaswa katika huo mtego? Ikiwa amewahi kukuletea malalamiko ya namna hiyo, jua ya kwamba ni kwa sababu ya kuvaa kwake vibaya. Hata kama tunajua ya kwamba wengi sana ni wale ambao wanaamini ya kwamba wamemwabudu Mungu, lakini kuvaa kwao kunawaingiza katika hatari. Danda, vaa vile inavyofaa ili kwamba usijikute katika hatari hiyo. Biblia inasema nini kuhusu mavazi? Kumbukumbu la Torati 22:5 inasema hivi: mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, naye mwanamke asivae mavazi ambayo yanavaliwa na mwanaume, kwa sababu yeyote atakayefanya hivyo atamkasirisha Mwenyezi Mungu. Je, wewe utakubali maneno ya Mungu au utakubali maneno ya wanadamu? Utakubali nia yako? Utakubali vile mawazo yako yanakuambia, ama utakubali vile maandiko matakatifu yanavyokuambia? Timotheo wa kwanza 2:9 inasema hivi: wanawake wavae mavazi ya kujisitiri na yenye adabu nzuri. Kwa hivyo watajikuta katika maisha ya raha ambayo si ya matatizo. Nikimalizia, Methali sura ya 7 fungu la 10 lasema hivi: kuna mavazi ya kikahaba na kuna mavazi ya wale wanaomcha Mungu. Je, wewe utavaa mavazi ya kikahaba? Nimeyaelezea hayo mavazi ya kikahaba. Jitenganishe nayo, nawe utajikuta katika shinda na taabu. Karibu tupokee lingine. Mungu asindi kukubariki. Je, una habari ya kwamba Waislamu wanavaa vizuri hata kuliko Wakristo?
Huu ni ukweli ambao huwezi kufichika. Lakini je, una habari ya kwamba kuna mahali pengine ambapo wameondoka katika njia ya kweli? Dini ya Waislamu ilianzishwa na Muhammad ambaye alizaliwa tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka wa 570 AD. Alipofikisha umri wa miaka 25 alioa bibi. Alioa yule mama aliyekuwa amemwandika kazi. Jina lake anaitwa Khadija. Muhammad alioa akiwa na miaka 25, akaoa bibi ambaye anaitwa Khadija aliyekuwa na umri wa miaka 40. Hakufikia hapo, bali alisindi kuongezea mabibi, akaoa wengine 10. Bibi wake wa mwisho ambaye Muhammad alioa anaitwa Maimuna. Alioa huyo mama akiwa na miaka 51. Yaani Maimuna alikuwa na miaka 51 siku ile aliolewa na Muhammad. Muhammad ndiye alianzisha dini ya Waislamu ambayo inapumzika siku ya Ijumaa. Hiyo dini ilianza kutoka mwaka wa 610 AD. Je, Biblia inasema nini kuhusu siku ya kupumzika au siku ya kuabudu? Biblia na Korani zinafunua wazi. Korani 2:65. Korani 2:65 inasema hivi: siku ya kupumzika ni siku ya Jumamosi. Soma wewe mwenyewe. Korani 2:65 na 66 inasema ni siku ya Jumamosi. Pia soma Korani 4:154 inasema siku ya kupumzika ni siku ya Jumamosi. Soma pia Korani 7 aya ya 163 mpaka 166 inasema siku ya kupumzika ni Jumamosi. Inaitwa Araf, yaani sura ya 7 ambayo inasema siku ya kupumzika ni siku ya Jumamosi. Je, watu walitoa wapi siku ya Ijumaa? Ilianza na Muhammad mwaka wa 610. Je, wewe utafuata gani? Utafuata ile Mungu alianzisha katika shamba la Eden katika kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 1 mpaka la 4, ambayo itaendelea siku ya Jumamosi. Biblia inasema ya kwamba itaendelea mpaka siku ulimwengu utakapoumbwa, ulimwengu mpya. Soma Isaia pia 66:22 mpaka 25 inasema ya kwamba siku ambayo watakatifu wa Mungu watakutana na kupumzika na kusherekea uumbaji wa Mwenyezi Mungu na kazi yote ya Mungu ni siku ya Jumamosi. Je, siku ya Ijumaa na siku ya Jumapili zote zilianza wapi? Nimekueleza Ijumaa ilianza na Muhammad, naye Jumapili ilianza na Konstantino. Mara ya kwanza kutangazwa ili iheshimiwe na watu wote katika ulimwengu ilitangazwa rasmi na mfalme Konstantino tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 321 AD. Ndipo siku ya Jumapili ilitangazwa rasmi. Hivi karibuni inarudi kutangazwa tena rasmi, na yeyote ambaye hatapumzika hiyo siku atajikuta mashakani. Sasa swali ni hili: tutaheshimu gani? Ya Mungu ambayo ilianza tangu kuumbwa kwa ulimwengu, au tutaheshimu ya Muhammad iliyoanza 570 AD, au tutaheshimu ile ya Konstantino iliyoanza 321 AD? Kumbuka ya kwamba Mungu aliyekuwako tangu mwanzo ako leo na atandumu hata milele na milele. Konstantino alikufa, Muhammad akafa, lakini Mungu bado yuko na atandumu milele na milele. Utamchagua nani leo? Mungu akubariki sana unapochagua wewe mwenyewe. Karibu Siri ya Wokovu isindi kuyafunua mengi zaidi. Je, una habari ya kwamba nchi ya Kenya inapoteza sasa watu zaidi ya 420 kwa kila siku moja? Tega sikio, Siri ya Wokovu ifunue hili. Saa yako ikigonga saa 12, yaani jua likiteremuka, nchi ya Kenya itakuwa imepoteza zaidi ya watu 420. Itakuwa imepoteza watu hawa wote
kwa ugonjwa hatari wa ukimwi. Huu ugonjwa umeenea kila mahali, sio nchi ya Kenya peke yake. Ikiwa nchi ya Kenya inapoteza hawa wote, nchi zile zingine kama Uingereza na zile zingine unazosielewa zinapoteza wangapi? Mungu ahurumie ulimwengu wetu. Ni nini kinachosababisha watu wengi namna hii kupotea? Ni kwa sababu ya watu kuikataa sheria ya Mungu na kuendelea kuivunja, sheria inayosema ya kwamba usizini. Hata hivyo, ndugu na rafiki yangu, kuna wengi sana ambao kwa kweli hawajavunja sheria ya Mwenyezi Mungu, lakini wamejikuta katika taabu na hatari. Kwa njia gani? Mfano mzuri ambao nitakao kupatia ni huu. Mama mmoja alijipata ya kwamba yeye ni mgonjwa, akasema hata kufa peke yake. Marafiki walipomtembelea, alijidunga sindano na kuiweka ile damu yake katika kinywaji kinachoitwa juice. Hivyo basi, siku ya kufa kwake alijikuta ya kwamba yeye hajaenda peke yake, bali aliandamana na wengine wengi, wale waliomtembelea yeye. Au kwa kweli hawakuwa na hatia, sio hata usherati walikuwa wamefanya, lakini walijikuta katika dhiki na taabu. Je, wewe unapotembelea majirani unakula ovyo ovyo, unakunywa ovyo ovyo? Jihadhari sana usije ukanaswa. Vinyosi, ukienda kunyolewa jihadhari sana, kwa maana huu ni wakati mbaya. Chunga sana maisha yako. 3, kama wewe unapenda raha na anasa, jihadhari sana. Usisahau ya kwamba karatasi ya nylon haina wokovu. Kwa hivyo chunga sana, kwa maana unaweza kudhania ya kwamba itakuokoa, lakini itakuangamiza. Madaktari wanasema ya kwamba yeyote ambaye anategemea hiyo karatasi 30% wanaangamia. Je, wewe utakuwa mmoja? Tegemea Mungu na uepukane na karatasi ya nylon inayoitwa maximum protection. 3, je, una habari ya kwamba mtu mmoja alifukuzwa kazi baada ya kupatikana ni mgonjwa, naye akasema ya kwamba atahakikisha amekufa na watu wengine? Ni upande wa Western katika nchi ya Kenya. Alipofukuzwa kazi, zile pesa alizopewa alinjiami nazo, naye alipokuwa anakufa aliitisha karatasi, akaandika watu 100 ambao alitembea nao, na ikawa ya kwamba amewaambukiza ugonjwa. Je, wewe nawe utanazwa kwa sababu ya tamaa ya pesa? Timotheo wa 2:3 fungu la 1. Tamaa ya pesa utaangamiza wengi. Chunga sana usije ukaangamizwa na tamaa ya pesa. Tega sikio, siri ya wokovu isindi kukufunulia mengi. Asante na karibu. Nimetembea miaka yangu yote, nimekuwa nikipokea habari za watu ambao wamewahi kukufa kwa sababu ya njaa. Nimewahi pia kusikia mtu amewahi kufa kwa sababu ya kiu. Nimewahi kusikia mtu amekufa kwa sababu ya kukosa ndawa baada ya kuwa mgonjwa. Lakini swali ni hili, umewahi kusikia mtu amekufa kwa sababu hajapata bwana? Umewahi kusikia mtu amekufa kwa sababu ya kukosa bibi? Ndugu na rafiki, ninaye kushauri wewe saa hii ni kwamba unaweza kudumu na unaweza kukaa, unaweza kujilinda, usije ukajikuta katika taabu na shinda. Wewe kijana ambaye hujaoa, mpaka siku ile Mungu atakupatia bibi ambaye anakupenda. Basi vumilia sana na Mungu atakusaidia. Soma Mhubiri sura ya 4 fungu la 2, usikie kazi ya mama ni gani ambayo utapewa na Mungu hivi karibuni, na kazi ya Bwana ni gani ambaye Mungu anaenda kukupatia hivi karibuni. Atakuwa furaha kwako, atakuwa wa kukuinua wakati wa shinda, atakuwa wa kukusaidia wakati wa mahitaji, atakuwa wa kukufariji wakati wa taabu, atakuwa wa kukupa amani wakati wa kulemewa. Mungu akuwezeshe kumpata kama huyo. Vumilia naye Mungu atakupatia. Karibu siri ya wokovu isindi kufunua. Sasa hapa ndio kilele cha mambo yote. Je, una habari ya kwamba Biblia ambayo unaipenda sana imewahi kufungwa njela? Watu wengi sana wamewahi kufungwa njela.
wengine miaka 40, wengine miaka 60, wengine maisha. Lakini hakuna mtu amewahi kufungwa njela miaka mingi kama ile Biblia iliwahi kufungwa njela. Biblia ilifungwa njela miaka 1260. Ni nani aliyefunga Biblia njela? Ni kanisa la Katoliki. Katika juhudi za kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu ambaye ataweza kuwa na Biblia, mtu kama John Yasi alipopatikana ya kwamba anahubiri maneno ya Biblia na anasoma Biblia, hilo kanisa lilimchoma kwa moto. Ukitaka kuelewa maneno hayo zaidi, soma kitabu kinaitwa The Great Controversy, kiliandikwa miaka ya 1800. Jerome alipokuwa na Biblia alijikuta mashakani, akachomwa na moto na hilo dhehebu kwa sababu ya kumiliki Biblia. Mtu mwingine ambaye alijitahidi sana mpaka akachapisha Biblia ambazo tunasisoma sasa, akaitoa mahakamani, akaifungua jela. Kule ilikuwa imefungwa na Warumi, anaitwa Taindale. Alipopatikana akichapa Biblia, alichomwa na moto. Je, wewe una habari ya kwamba hata wewe hivi karibuni utakuwa hatarini kwa sababu ya kuwa na Biblia? Lakini je, una habari ya kwamba siku ya leo sio kufungwa Biblia itafungwa njela, bali kuna kitu kingine ambacho imepitishiwa tayari? Tega sikio, siri ya wokovu ikufunulie. Asante na karibu. Mkutano uliofanyika hapa katika nchi ya Kenya, tarehe yenyewe ni tarehe 25 mwezi wa 5 1985 katika nchi ya Kenya. Mkutano huo ambao uliongozwa na kiongozi mkuu wa dhehebu la Katoliki anaitwa Papa Yohana wa Pili, alipokuja hapa nchi ya Kenya. Mkutano uliohudhuriwa na watu 1800 ulipitisha maneno haya. Tega sikio sasa usikie ni maneno gani yaliyopitishwa. La kwanza, tarehe 1 mwezi wa 6 1985, mkutano wa watu 1800, viongozi 1800 walipitisha kubadilisha Biblia. Wapi na wapi? Tega sikio, siri ya wokovu ikufunulie haya, kwa sababu kanisani hautaambiwa. La kwanza, Wakorintho wa kwanza 6:14 mpaka 17. Hiyo wakasema wataiondoa katika Biblia. 2, Wakorintho wa pili sura ya 6 fungu la 6 mpaka fungu la 16. Ili fungu linasema namna gani? Wakorintho wa pili 6 fungu la 6 mpaka 16 inasema hivi: ndani ya kanisa la Mungu hapastahili kuwa na sanamu aina yoyote, kwa maana hakuna ushirika kati ya Mungu na sanamu. Ndani ya hekalu la Mungu hakustahili kuwekwa sanamu yoyote, aidha iwe ni ya Yusufu, ya Maria, ya Musa, ya Yesu, ya msalaba, au ya kitu chochote kile, ya nyota, ya mwezi, ya malaika, au ya chochote kile kilicho juu mbinguni, chini duniani, au ndani ya maji. Hivyo basi wakasema andiko hilo wataliondoa kabisa katika Biblia. Mkutano huo. 2, la pili walilosema wataliondoa katika Biblia ni kitabu cha Ufunuo wa Yohana, kutoka sura ya 1 mpaka sura ya 22. Yaani Ufunuo wa Yohana yote walisema wataiondoa ndani ya Biblia. Kwa hivyo hivi karibuni ile Biblia ambayo utaikuta kwa bookshop haitakuwa na hayo maandiko, haitakuwa na kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Hiki kitabu cha Ufunuo wa Yohana kinasema nini? Hebu tusome 22 fungu la 18. Na mshuhudia kila mtu ambaye anasoma kitabu hiki, mtu yeyote atakayeongeza, Mungu atamuongeza hasira yake iliyoandikwa katika hiki kitabu kitakatifu Biblia. Na mtu yeyote atakayeondoa, naye Mungu atamuondolea nafasi katika ule mti wa uzima wa milele, yaani mbinguni hata kanyanga. Mtu yeyote ambaye anacheza na Biblia,
aidha kuondoa hata neno moja mbinguni akanyangi. Je, hawa watu tayari wameenda kinyume na maandiko, wanangojea moto. Je, wewe nawe utajiunga nao au utajitenganisha nao? Muda na wakati ni huu. La tatu ni gani ambalo walisema wataondoa? Mkutano ulifanyika tena tarehe 12 mwezi wa 8 1985. Wakati huo nao wakasema Biblia ile ambayo wanaenda kuanzisha inaitwa Jerusalem Bible. Hiyo Biblia jina lake inaitwa Jerusalem Bible. Kwa hivyo ukikutana nayo mahali popote usidhubutu kuinunua. Hiyo ni Biblia ambayo imetengenezwa na njama ya Shetani. Imetengenezwa na watu ambao wamemkataa Mungu. Inaitwa Jerusalem Bible. Ni nini kingine walisema wataondoa? Walisema mahali popote ambapo Biblia inataja neno Sabato, Sabbath, wataliondoa, na bandala ya Sabbath wataweka neno Sunday, yaani Jumapili. Hizi ni juhudi za Shetani kulazimisha ulimwengu na kufanya ulimwengu usahau siku ya Bwana ya Sabato, alafu watu wote waheshimu siku ya kuabudu jua ya Jumapili. Tega sikio nikusomea barua ambayo niko nayo hapa, inaitwa The May 1998 Papal Letter. Iliandikwa tarehe 31 mwezi wa 5 1998. Na hii barua Papa ameituma kwa nchi zote za ulimwengu. Kila dini iwe na hii barua. Nayo hii barua inasema namna gani? Ina kurasa 37. Jambo la kwanza, barua hii inasema hivi: anaita Wakatoliki wote wahudhurie misa siku ya Jumapili na wasichelewe. 2. Anaita serikali zote za ulimwengu. Serikali zote za ulimwengu zilazimishe sheria ya Jumapili na kazi isifanywe siku ya Jumapili. Na hizi sheria zifuatwe na dini zote. Dini zote aidha siwe ni za Katoliki au si wa Katoliki, wote wapumzike siku ya Jumapili, wapende wasipende. La 3, anaomba serikali zote za ulimwengu zilazimishe sheria hii ya Jumapili, na iwe ya kwamba mtu awaye yote ambaye ataheshimu siku ya Jumapili aadhibiwe kwa adhabu kali. Je, una habari ya kwamba hivi karibuni utasukumwa ndani ya jela kwa sababu ya kukataa kupumzika siku ya Jumapili, ambayo nimekueleza wakati ule ilianza na ni nani alianzisha? Ndugu na rafiki, huu ni muda Mungu amekupatia na nafasi ili wewe upate kuamua. Sasa wacha nisome sheria zile ambazo zilipitishwa na huo mkutano wa watu 1800. Jambo la kwanza ambalo walipitisha ni hili: hakuna mtu atakayeruhusiwa kutuma barua kama hana alama. Mkutano uliofanyika hapa Nairobi walitangaza na wakapitisha ya kwamba hakuna mtu atakaye tuma barua kama ana alama. Ya pili, hakuna mtu ambaye atafanya kazi katika ofisi kama hana alama. 3, hakuna mtoto atasoma shule kama watoto wake wazazi wake hawana alama. 4, hakuna silaha itauzwa kama haiko chini ya chama hiki cha umoja wa madhehebu. 5, hakuna mtu atakayenunua shamba ama kupanda mbegu au kununua mbegu kama yeye hana alama. 6, hakuna mtu ataweka pesa kwa bank ama kutoa kama hana alama. 7, huo mkutano ulipitisha ya kwamba watu wote watapumzika siku samani. Huo mkutano ulipitisha ya kwamba watu wote lazima wakubali hizi sheria zao, na mtu yeyote atakayekataa hizo sheria zao ataadhibiwa mpaka auawe. 8, kutembea, hakuna kutembea kwa gari kama wewe hauna alama. 9, hakuna mtu ambaye anaweza kusafiri angani
huko kwa mwezi ama kwingine kama hana alama. Kwa hivyo ni mkutano mkubwa. 10, hakuna mtu atatoa vitu nje au kuleta ndani kama hana alama. 11, pesa zote zitakuwa chini ya currency moja. Pesa zitakuwa zote ni za currency moja. 12, makanisa yote yatakutana na kuabudu siku moja ambaye ni siku ya Jumapili. 13, wale ambao hawajaweza kufaulu katika maisha wataangaliwa maslahi yao ikiwa watakubaliana na hizi sheria. 14, hakuna kuwinda kama hauna alama. Msituni hakuna kuwinda au kutoa samaki ndani ya maji kama hauna alama. 15, kusafirisha, makampuni yote yatakuwa chini ya hiki chama na hakuna kampuni itakayofanya kazi ya kusafirisha kama hakuna alama. 16, ya mwisho, hakuna mtu atapata dawa hospitali kama hana alama. Je, wewe rafiki yangu ambaye umesikiza hayo yote, ni hatua gani unachukua siku ya leo? Wacha nisome neno moja. Wakati dini na serikali zilikuwa kitu kimoja, wakati dini zilikuwa kitu kimoja, sheria ilipitishwa watu wote waabudu sanamu ya Nebukadneza. Katika barua hii ambayo ninakusomea inasema ya kwamba lengo la Papa kutembea hapa katika nchi ya Kenya, na sio nchi ya Kenya peke yake, ametembea katika nchi nyingi. Alifanya safari na tarehe 21 mwezi wa 6 1985 akatangaza rasmi sababu ya yeye kuja hapa Kenya ni ili ashikanishe dini na serikali siwe kitu kimoja, kanisa na serikali siwe kitu kimoja. Je, unajua ya kwamba wakati wa Nebukadneza dini na serikali zilikuwa kitu kimoja? Ni nini kilichowapata watu wa Mungu? Shadraka, Meshaki na Abednego walijikuta kwa taabu. Je, ni nini kitakachopata watu wa Mungu wa wakati huu wetu? Soma Mhubiri 1 fungu la 9. Inasema ya kwamba yale yaliyowapata hapo mbele, yaliyotendeka hapo mbele, wakati sheria iliwekwa, ukikataa kuabudu sanamu utatupwa ndani ya moto, ndiyo yatakayopata wale watakaokataa kuabudu na kutii hizi sheria ambazo ni za binadamu. Lakini wale watakaosikubali na wale tayari wanaendelea kutii hizo sheria hawataumia. Je, wewe Mkristo mwenzangu, wewe unayeabudu Mungu wa kweli, unachukua msimamo gani katika muda na wakati huu? Mungu akusaidie sana. Hii ndio lengo kubwa na kusudi kubwa la Mungu kukubali kanda hii itolewe kwa sababu yako. Ninakuhurumia sana, na hata mimi mwenyewe pia najihurumia, kwa maana wakati ni mbaya. Huu ni wakati wa mwisho. Yesu angependa tumchague mapema ili awe usalama wetu na ulinzi wetu wakati wa shinda na taabu. Huu ni muda na wakati wewe ndugu na rafiki kumchagua Yesu. Mathayo 11:28, Yesu anakaribisha watu wote. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Je, wewe utaenda kwa Yesu leo ili awe kinga na msaada wako? Danieli 12 fungu la 1 lasema hivi: kutakuwa na taabu kubwa sana kwa wale wote wanaomwabudu Mungu wa kweli, lakini wakati huo wa taabu na shinda, Mikaeli ambaye ni Yesu Kristo atasimama upande wa wale wote ambao walimchagua katika muda ule walipewa wa rehema. Je, wewe mbona unajifunga rafiki? Mungu akusaidie sana kuamua mapema katika dakika hii. Inaenda kuomba kwa sababu yako wewe ambao umeona ni vizuri uamue katika muda na wakati huu. Kumbuka ya kwamba Mungu ametupatia nafasi, na kitabu cha Ezekieli 33:11 inasema hivi: waambie kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahi kufa kwake mtu muovu, bali ni mtu muovu aghairi na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Ni neno la kuaminika ya kwamba
kuna ndugu zetu wengi sana wanaopumzika siku ya Ijumaa, wanapumzika siku ya Jumapili, wanafuata yale ambayo yameanzishwa na binadamu, lakini hawakuwa wanajua hapo mbeleni. Sasa umejua. Kitabu cha Matendo ya Mitume 17 fungu la 30 nasema hili, nasema ya kwamba wakati ambapo wewe hukuwa unajua, Mungu hangekuhukumu, lakini sasa umejua, utahukumiwa na yale umejua. Chukua hatua sasa, ili kwamba wewe uweze kuamua mapema, uweze kufanya uamuzi ambao ni wa kudumu milele na milele. Na kwa sababu hiyo ninaomba pamoja na wewe, na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunasema asante sana. Umetupatia nafasi njema, umetufikishia hayo ambayo tumeyaelewa. Tunashukuru kwa sababu ni wengi walipenda kuyapata hayo, lakini hawajaweza kuyapokea. Sisi ambao umetuwezesha kufahamu hizo siri za ajabu, Mungu tupatie nguvu na uwezo wa kuweza kusimama imara. Tunapokuchagua dakika hii, tupatie nguvu na uwezo hata wa kusimama wakati wa shinda na taabu. Tunakutumainia wewe na kukutegemea wewe pekee. Baba, tulinde, tuongoze na uendelee kutupatia mawaidha na mashauri. Tumeshukuru na pia tumeomba tukiamini umetusikia, katika jina la Yesu. Amina.